lazima ufunguliwe ili uende kufanyika kazi kama mwanamke. Wengine wamefungwa vifungo vya hasira, wengine wamefungwa vifungo vya maneno. Uliona wiki iliyopita nilikuwa na Mungu alinipa profesa moja, ni kwamba mwanamke, kuna wanawake, mabinti, wakati uko binti kuna maneno alikusemea mama yako, na hicho kifungo kinatembea na wewe. Na baadhi ya watu wengine ambao mmekuwa mkija ofisini, utagundua tunapoingia kwenye maombi ni vifungo kutoka nyumbani kwetu. Kwa hiyo unakuta huko kwenye ndoa au unataka kuingia kwenye mahusiano, namfungua mume wangu, namfungua wewe mwenyewe umefungwa. Hauwezi kumfungua mtu ikiwa wewe bado umefungwa. Kama mimi mchungaji wako nitakuwa bado niko kwenye kifungo, siwezi kukufungua wewe. Na natakiwa nifunguliwe kwanza niweze kuwafungua wengine. Acha kuhangaika na mumeo, ufunguliwa wewe kwanza. Toka kwenye hiyo dhambi. Toka kwenye hicho kifungo kinachokutesa. Na unajua hicho kifungo unacho cha hasira. Unajua unacho kifungo cha ugomvi. Unajua na kifungo cha mapepo. Unajua na kifungo cha dhambi uliyoificha. Funguliwa kwanza na ufungue wewe mwanaume aliyekamatwa na makahaba. Wewe mwenyewe utafunguliwa. Wewe mwenyewe bado unapenda dunia. Aliye duniani hawezi kumtoa duniani mtu kumleta kwa Yesu. Lazima utoke duniani wewe kwanza. Toka wewe kwanza, toka wewe kwanza na nyumba yako. Toka wewe. Tunapoingia kwenye hiyo operation ya kuombea mwanamke, just be connected na moyo wako. Baba kwa jina la Yesu, Baba kwa jina la Yesu, nifungue mimi mwanamke, nifungue mimi niweze kupata nguvu za kumfungua huyo mtoto aliyefungwa. Watoto wako wamepigwa skari, maisha yenu hayaeleweki. Mbona kasema tu lini mtatoka kwenye hii hali ngumu ya kiuchumi? Hamwezi kutoka kwenye hali ngumu ya kiuchumi mpaka wewe umetoka kwanza ndo uanze kuwavuta wale watu walioko kwenye vifungo vya kifamilia. Ndio maana unakuja kwenye ibada, hata yasungumsu unapokuja kwenye ibada, acha kushangaa. Toa ajili yako kwanza wewe uhudumiwe kabla ya kuanza kuhudumia watoto. Umeomba sana hujapata majibu. Kumbe kiko kifungo cha ukoo kimekufunga wewe. Lazima ukubali kwamba niko tayari nitoke kwanza mimi. Hawezaje mtu